Ninaomba nikurudishe nyuma kidogo Baba Askofu, na kwa namna ya kipekee tuje mwezi Juni mwaka 1995 ambapo Baba Mwadhama wakati huo akiwa ni askofu mkuu kabla hajawa kardinali alishiriki kukuweka wakfu katika daraja takatifu ya upadre. Lakini tena ninakurudisha nyuma mpaka tarehe 19 ya mwezi wa tatu mwaka 2010, takriban karibu miaka 15-16 iliyopita, ambako naye alishiriki tena kukuweka wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu. Tukio la kuondoka kwake linagusa vipi binafsi safari yako ya kiroho na kichungaji, Baba Nzigilwa? Baba Kardinali Paul Kapengo amegusa maisha ya watu wengi katika safari ya wito, lakini kwangu mimi naona naye alinigusa kwa namna ya pekee sana. Unajua, sisi ambao tumejaliwa sakramenti ya daraja takatifu, sakramenti ya daraja takatifu ina ngazi 3: ushemasi, upadri na uaskofu. Sasa mimi hizo ngazi zote 3 za daraja takatifu nimezipata kupitia mikono ya Kardinali Paul Kapengo. Mwaka 95 Januari, tarehe 6 Januari alinipa daraja ya ushemasi. Mwaka 95 hiyo tarehe 23 Juni akanipa upadrisho, na mwaka 2010 tarehe 19 Machi akanipa daraja ya uaskofu, nikawa tena askofu msaidizi nikiwa nafanya kazi chini yake. Kwa hiyo mimi nikifikiria tu daraja lolote lazima nimfikirie Kardinali Paul Kapengo. Kwa hiyo amegusa kwa namna pekee sana maisha yangu, na hata baada ya kuanza utume nikiwa kama padre wa jimbo la Dar es Salaam, aliniteua kuwa kwanza mlezi wa seminari, baadaye kuwa rector wa Visiga, na baadaye nikiwa rector wa Visiga akanichagua kuwa mshauri wake. Maaskofu anakuwa na ile inaitwa baraza la washauri, kwa na mimi nilikuwa mmoja katika baraza la washauri wa Baba Kardinali Paul Kapengo, na hapo nilikuwa tunajadiliana tunaona mipango yake kichungaji na tushirikisha, basi anatafuta ushauri wetu. Kwa hiyo nilihusika katika ushauri wa mipango mbalimbali ya kichungaji ambayo Baba Kardinali alikuwa anaitekeleza wakati hata sijawa askofu. Na baadaye naamini Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliponichagua kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam, najua kwa vyote Baba Kardinali alipendekeza majina ya mapati kadhaa na la kwangu likiwemo humo. Ndio maana likarudi la kwangu na la Askofu Salutaris Libena. Kwa hiyo akaendelea kutuweka karibu zaidi katika utume, na tulifanya naye kazi kwa ukaribu, kwa uelewano mkubwa, kwa urafiki, akitupenda na sisi tukimpenda na kumheshimu, mpaka wote tulipotawanyika kwenda kwenye majimbo tuliokuja kupewa hapo baadaye. Kwa hiyo historia yangu ya wito na uchungaji napoanza, kwa kweli amenifundisha kazi nyingi na nitamkumbuka daima. Baba Askofu Nzigilwa, ni sifa zipi 3 kuu za uongozi wa Kardinali Pengo ambazo unafikiri zinaendelea kuwa mwanga katika huduma yako, hasa kwa namna ya kipekee katika daraja takatifu ya uaskofu? Kardinali Paul Kapengo, ukisema sifa 3, yani hata unapata shida uchague zipi. Ni mtu mwenye karama na vipaji vingi, lakini basi nikibaki tu kwenye swali uliloliuliza, mimi ningetaja miongoni mwa sifa nyingi alizonazo hizi zifuatazo, kwamba alikuwa ni mtu wa imani, mtu wa sala na mtu wa ibada sana. Wengine watu walikuwa namuona tu hivi jumla kama askofu, na unamuona maeneo tofauti. Alikuwa ni mtu wa imani kubwa, mtu wa sala na ibada, na alikuwa na ibada za pekee kwa Ekaristi Takatifu, kwa Bikira Maria na kwa Mtakatifu Yosefu. Na ukiangalia hata pale kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, zamani kulikuwa kuna groto ya Bikira Maria pale pembeni ya kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Yeye ndiye alielekeza ijengwe lile kanisa la kuabudu Ekaristi daima, na baadaye akasema ile groto ya Bikira Maria iboreshwe, ipandishwe hadhi hiyo nzuri zaidi, na baadaye akasema ijengwe tena groto ya Mtakatifu Yosefu. Sasa sisi ambao tulikuwa tunafahamu ile maisha yake ya kiroho na ibada kubwa alizokuwa nazo kwa Ekaristi Takatifu, Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu, tumeona kumbe anataka kuirithisha vile vile moyo wa ibada na sala kwa vyanzo vikubwa hivyo vya neema
waumini vile vile wa jimbo na nje hata ya jimbo. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza hiyo, kwamba ni mtu wa imani, mtu wa sala na mtu wa ibada. Lakini vile vile Baba Kardinali Pengo alikuwa ni mchungaji mwema sana, aliyelipenda kanisa, akawapenda watu wake na akalipenda taifa letu. Kila daima alikuwa anawaza na kufikiria atafanya nini kustawisha maisha ya kiroho na ya kikawaida ya waamini na watu wote, na alikuwa anaweka mikakati kuhakikisha huduma za kiroho za kwa waumini na huduma za kijamii kwa watu wote zinapatikana, na alikuwa anajitahidi kuhakikisha kwamba taifa letu linabaki kuwa ni mfano wa taifa linaloishi likiwa linampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni sifa nyingine ya mchungaji mwema kwa kweli tulikuwa naye katika nafsi ya Baba Kardinali Pengo, na ningeweza hata kueleza baadhi ya mambo aliyokuwa akiyafanya ya kiuchungaji. Kama utaniruhusu nitaeleza baadaye, lakini kwa sababu nataka tatu kwanza tuziorozeshe tu hizo sifa tatu, hiyo ya mtu wa sala, mchungaji mwema, nilipenda kanisa, napenda watu na nilipenda taifa. Baba Kardinali Pengo vile vile sifa yake ya pili niliyoionja katika kuishi naye, zaidi ya kuwa mtu wa sala na ibada, alikuwa ni baba mwema, ni mchungaji mwema, ni mtu mnyenyekevu na asiyependa makuu. Baba Kardinali Pengo alikuwa hana maisha ya kupenda makuu, pamoja na nafasi yake kubwa aliyokuwa nayo. Alikuwa anapenda maisha ya kawaida, mpaka wakati mwingine sisi tulikuwa naye karibu tunasema sasa tumtafutie baba kitu hiki. Ukimtafutia sema mimi cha kazi gani, mimi bado ninacho hiki. Anataka vitu vya kawaida, ni unyenyekevu. Lakini pamoja na huo unyenyekevu, nimesema yeye alikuwa anapenda sana ustawi wa kiroho na wa kimaisha ya waamini wake na watu wote kwa ujumla. Yaani kila mara akipanga mipango anahakikisha kwamba mipango hiyo iwasaidie waamini kukua katika maisha yao ya kiimani, kiroho na maisha yao ya kijamii. Kwa hiyo alikuwa anatafuta ustawi wa watu na wa taifa katika ukamilifu wake. Hiyo ni sifa nyingine aliyokuwa nayo. Lakini vile vile sifa ya tatu ni ya pekee kidogo. Nilikaa na Kardinali Pengo kwenye miaka kama hii 15 hivi ya mwisho ya maisha yake, na katika hiyo miaka yake kama miaka 10 alikuwa akipata changamoto za kiafya, na katika changamoto hizo za kiafya nilimwona ni mtu ambaye alikuwa anapokea changamoto za kiafya na za kimaisha kwa imani ya ajabu. Utaona anasema itabidi nisali, nijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Yaani yeye wakati afya inateteleka, inapata mgogoro, yeye anamfikiria Mwenyezi Mungu na maisha ya sala. Alitufundisha kitu kikubwa sana. Mara nyingi afya inaweza ikawa ni kishawishi cha watu kumsahau Mungu inapokuwa kwa muda mrefu inateteleka, lakini yeye alikuwa ndio kielelezo, unakiona kabisa. Anasema ndio wakati wa kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, kujikabidhi, kuunganisha mateso yangu na ya Kristo, na tumwachie Mungu ayatende mapenzi yake. Yaani akukubali mateso na changamoto ya afya imtenganishe na Mungu, bali vilimuunganisha zaidi na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni sifa kubwa ambayo niliona kwa Baba Kardinali. Ni tukio gani au ni maneno gani ya mwisho aliyokuambia ambayo yamebaki kumbukumbu ya kudumu mioyoni mwako Baba Nzigilwa? Ukisoma neno la mwisho siwezi kuwa mimi kwa miaka hii. Mimi unajua nilishaondoka Dar es Salaam na yeye alishastaafu, kwa hiyo tuna maneno mengi tuliongea huko wakati nikiwa naye. Hapa kwenye hii miezi ya mwisho zaidi tulikuwa tunasalimiana tu, ananiambia kidogo sijisikii vizuri. Kwa kuwa nilishaondoka Dar es Salaam, hatukuwa na muda wa kukaa na kupanga kama tulivyokuwepo huko kabla. Sema huko nyuma zaidi kuna maneno mengi tu tulikuwa tunaongea nayo na yatabaki kumbukumbu katika moyo wangu. Nadhani leo nisingependa kuyasema hayo, maana mengine ilikuwa ni kama personal hivi na mengine ni kama alikuwa anasema hii ni kati yetu, tunakuambia wewe tu, lakini wewe kutuze moyoni. Hayo nitaendelea kuyafunza
Sijui kama siku michakato ikifanyika labda atakuja kunihoji, naweza nikayasema, lakini kwa sasa hivi ngoja tu niatunze kwanza moyoni. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo, yeye ni mtu wa imani, mtu wa sala, na ni mchungaji mwema anayependa kweli watu wake, na vitu ambavyo hata inapotokea changamoto kwa watu wengine na akikutuma kwenda kuifuatilia, huwa anapenda kukupa vigezo. Hebu fuatilia jambo hili, ukaangalie kama jambo hili linafanywa kwa nia ovu, kwa nia njema. Je, makosa haya ni udhaifu wa kibinadamu au ni kilema kilichokomaa? Yani alikuwa anachambua. Kwa hiyo unaenda kumwangalia mtu kardinali, na sababu yule mtu hakuwa na nia ovu, ni udhaifu na sio uovu uliokomaa, basi anapokea, anarekebisha, anamrekebisha mtu, anamsamehe. Ni mtu ambaye alikuwa anasikiliza sana ushauri na anampa mtu nafasi ya pili ya kujitengeneza upya hata anapokuwa amekosea. Baba Askofu Nzigilwa, umefanya kazi Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kwa zaidi ya miaka 10 kabla ya kuelekea Jimbo Katoliki la Mpanda. Kwa waamini wanaomboleza kifo hiki, kwa namna ya kipekee waamini wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambako Baba Mwadhama amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 27, ungependa kuwapa ujumbe gani wa faraja ambao katika kipindi hiki kigumu ambacho sote tunakipitia? Kama nilivyosema, Baba Kardinali mtu wa Mungu, mtu wa sala, alilipenda kanisa na aliwapenda watu wake wote bila ubaguzi, na alilipenda sana taifa letu na kuliombea ustawi. Kwa hiyo tuige na yeye hizo fadhila za imani na upendo kwa watu wote na kwa taifa letu. Na tunapotambua kwamba alitupenda na alituombea, naamini sasa hivi sisi kanisa na sisi wa Tanzania tumepata mwombezi huko mbinguni. Tumepata mwombezi, na sisi tuna wajibu bado vile vile wa kuendelea kumuombea, kwa sababu tunajua pamoja na kututelea mambo mema mengi, pengine katika hali yake ya kibinadamu kuna machache bado hajamaliza kuyatakasa kabisa kwa sadaka yake ya sala na maumivu yote aliyoyavumilia kwa imani. Anajua yote amemtakasa hayo. Kama kuna kitu kilichobaki, basi sala zetu yakamilishe hayo na yeye aweze kuwa mwombezi wetu. Mimi nina imani kanisa na taifa tuna mwombezi mwingine zaidi huko mbinguni katika maisha ya Kardinali Polycarp Pengo. Una neno lolote ambalo ungependa kuambia Watanzania ambalo hatujakuuliza hapa kwa siku ya leo, Baba Nzigilwa? Tuko kwenye kipindi cha maombolezo. Ni mtu ambaye aliheshimika sana katika taifa na kanisa na ulimwengu kwa ujumla. Basi kifo chake kitusaidie tuendelee kushikamana kama taifa, tuendelee kushikamana kama kanisa, na tuendelee kushikamana kama familia ya Mungu, kwa sababu yeye hicho ndicho anachokipenda na alichokipenda akione katika jamii ya Tanzania. Kwa mimi naomba tuomboleze msiba huu katika moyo huo wa umoja, upendo, mshikamano. Ndio tutakuwa tunaenzi kile kitu ambacho naye mwenyewe alikuwa anakitamani akione kinastawi katika taifa letu. Asante sana baba. Asante.